Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Moja kati ya vitu ambavyo vinamfurahisha sana mwanadada Wema Sepetu ni namna ambavyo anaendelea kuona ujauzito wake unaendelea vizuri, lakini pia namna ambavyo anaendelea kuona miezi inaendelea kusogea, huku akiwa anamuona mtoto wake bado anaendelea vizuri. Tumeweza kushuhudia siku ya jana Wema Sepetu kupitia katika snap story yake ameweza kuhangaika kweli, ujauzito wake kwa asilimia kubwa sana unatamani sana korosho. Sasa tuliona ile video Wema Sepetu aliposti akiwa anazunguka mji mzima na gari lake kutafuta yale magari ambayo yanauza korosho, na Wema Sepetu baada tu ya kupata alifurahi sana. Kama ambavyo tunamfahamu mama ambaye ni mjamzito, akiwa na hamna kitu akikikosa ni kama vile anajisikia vibaya kwa asilimia kubwa sana. Sasa Wema baada ya kupata zile korosho alifurahi sana na kuona kwamba amepata kitu ambacho alikuwa anakihitaji kwa asilimia kubwa sana kwa ajili ya ujauzito wake. Unaweza kuona ujauzito wake kwa sasa hivi unaendelea vizuri. Wema Sepetu kupitia katika ukurasa wake wa Snapchat, kupitia snap story ameweza kuonesha vipimo vya ultrasound. Alienda kufanya ultrasound kuangalia mtoto ni wa jinsia gani, atakuwa wa kike au atakuwa mtoto wa kiume, japokuwa yeye Wema Sepetu anakuambia hachagui jinsia. Akipata wa kiume atafurahi, akipata wa kike atafurahi pia. Lakini kitu kikubwa ambacho Wema ameweza kukifurahi zaidi banaye, baada tu ya daktari kufanya vipimo vya ultrasound, Wema Sepetu imegundulika ana ujauzito wa watoto mapacha, yani ana watoto wawili ndani ya tumbo lake. Na ndiyo maana watu wengi sana wanajiuliza ujauzito wa Wema Sepetu ni ujauzito mdogo lakini tumbo lake ni kubwa. Wengi wao walikuwa wanajiuliza hivyo. Kumbe Wema amebeba ujauzito wa watoto mapacha, na ndiyo maana hata msanii Diamond Platnumz hajataka tena kuficha swala hili. Ameamua kulianika wazi, ameamua kuonesha ni kwa namna gani yupo karibu na Wema Sepetu, ameamua kuonesha ni kwa namna gani anaamua kumsupport Wema Sepetu, licha ya kwamba bado wao hawajazungumza kwa midomo yao kwamba eti sisi tunatarajia mtoto kwa pamoja. Hilo jambo bado Diamond kama Diamond hajaweza kulithibitisha, lakini pia bado Wema Sepetu kama Wema Sepetu hajaweza kulithibitisha. Wao kama wao ni kama vile tunaona tu ishara zinazoonesha wazi kwamba hawa watu ni wazazi, na pia hatuoni mwanaume yeyote ambaye yupo karibu na Wema Sepetu kwa hiki kipindi. Baada tu ya Wema Sepetu kuanika majibu ya vipimo vya ultrasound kuonesha wazi anatarajia watoto mapacha, jamani, watu wengi sana wamempongeza Wema Sepetu, wengine wakiwa wanadai wanatamani sana ifike miezi 9 Wema Sepetu ajifungue aweze kuwafunga midomo wale wote ambao walikuwa wanamuita mgumba wa taifa mitandaoni. Tunaona kwa sasa hivi Wema Sepetu anapitia kipindi kigumu sana pamoja na mashabiki zake. Wema Sepetu anaitwa majina mabaya, alikuwa anaitwa majina mabovu, kwamba wewe ni mgumba wa taifa, mambo gani vipi. Labda huenda Wema hata yeye hakutamani kuanika mapema kwamba yeye ni mjamzito, lakini baada tu ya kuona watu wanamrushia maneno mabaya mitandaoni akaamua kuanika na kuwaonesha kwamba tayari nina ujauzito, hivi sasa hivi ninasubiri tu wakati ufike, yani nasubiri miezi 9 nijifungue mtoto wangu. Lakini mambo mazuri ni kwamba sasa hivi ana watoto wawili, na endapo kweli Wema Sepetu akijifungua hawa watoto, furaha yake itakuwa kubwa sana. Hatuwezi kueleza furaha ya Wema Sepetu ambayo atakuwa nayo. Ukiangalia kwa sasa hivi Wema Sepetu ana umri wa miaka 35, amezaliwa mwaka 1990. Sasa unaweza kuona hofu yake kubwa ni kwamba umri wake unaenda. Kwa mwanamke huwa anakuwa na hofu kubwa sana kwa sababu kuna ule ukomo wa hedhi. Sasa Wema anaogopa, huenda ukomo wangu wa hedhi nimepangiwa miaka 40, miaka 45, nitafanya nini mimi ukomo wa hedhi ufike alafu sijafanikiwa kupata mtoto? Hiyo ni hofu kubwa sana ya Wema Sepetu, na ndio maana mara nyingi Wema amekuwa akijaribu mara kwa mara. Hatujawahi kumuona Wema Sepetu anakata tamaa, licha ya kwamba anarushiwa maneno mengi mitandaoni kwamba kizazi chako ni kibovu, ukibeba ujauzito huwezi kufikisha miezi 9 na namna gani vipi. Maneno machafu yamekuwa ni mengi sana kwa Wema, lakini yeye Wema ameendelea kufocus, ameendelea kujaribu leo na kesho kutwa. Anaamini tu ipo siku moja atafanikiwa kupata mtoto wake, na sasa hivi unaweza kusema huu ujauzito unaendelea vizuri, na daktari wake amethibitisha wazi kwamba Wema Sepetu akifuata
masharti yote ambayo daktari amempatia. Anatakiwa kupumzika muda mwingi, anatakiwa kurelax, muda wa mazoezi anatakiwa kuwa na msaidizi, yani nesi ambaye anajua ni kwa namna gani Wema anatakiwa kufanya mazoezi. Mambo kama hayo anatakiwa kuyazingatia sana, na sio tu kuzurura huko mjini kwa ajili tu ya kujionyesha kwamba yeye ni superstar, lakini ujauzito wake unahitaji bed rest. Anatakiwa atulie, relax, asubiri nini ambacho kitatokea. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tochia maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yanayoandikwa neno subscribe, na usisahau kubonyeza alama ya kengele, na utakuwa umejihakikishia kwa mwanafamilia wetu na utopitwa na habari zetu za kiburudani ambazo zinakiki na kumake headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania.